Karibuni tena katika tafakuri zetu, na tafakari yetu ya leo ni juu ya chakula cha watu wazima. Labda nikuulize, chakula cha watu wazima ni kipi? Labda basi tutazame pia Biblia. Je, Biblia inasemaje kuhusiana na chakula cha watu wazima? Maandiko matakatifu yanatutaka tukue katika neema na kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Ukuaji tunaoelezwa katika waraka wa Petro ni ukuaji wa kiroho, yaani kukua katika imani. Lengo la kukua kiroho ni ili kuupata uzima wa milele. Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hiyo tunipata katika Yohana 17 mstari wa 3. Labda nirudie tena maneno hayo. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe basi haitoshi tu kuwa mbatizwa na kubakia hapo hapo, bali ni muhimu sana kujishughulisha na habari za Mungu na kujitahidi kuendelea kukua kiroho. Yesu anatutaka tuwe wafuasi wake, lakini muhimu zaidi anatutaka tuwe wanafunzi wake tunaoendelea kumjifunza. Na kumjifunza ndiko kumjua zaidi na zaidi. Neno linasema, kwa maana iwapasapo kuwa waalimu, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Hii tunaisoma katika Waebrania 5 mstari wa 10 mpaka ule wa 14. Tunapobatizwa tunazaliwa kiroho katika familia ya Mungu. Lakini kama vile mtoto mchanga anavyohitaji maziwa yenye lishe ili kukua vizuri, vivyo hivyo mtoto Mkristo anahitaji chakula cha kiroho ili aweze kukua kiimani. Biblia inasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yaliyo halisi, ili kwa hayo mpate kukua katika wokovu wenu, kwa kuwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwema. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 mpaka ule wa 3. Maziwa yanatumika katika Agano Jipya kama ishara ya kile ambacho ni cha msingi kwa maisha ya Kikristo. Lakini kadri mtoto anavyokuwa, lishe yake hubadilika na kujumuisha pia vyakula vigumu. Lakini inakuwa vigumu kwa mtoto kupata chakula kigumu cha kiroho ikiwa hajishughulishi kukua. Paulo aliliona tatizo hili kwa Wakristo wa Korinto ambao hawakuwa wamekuwa katika imani. Paulo aliona hawa wangeweza tu maziwa kwa sababu hawakuwa tayari kwa chakula kigumu. Wakorinto wa kwanza
sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Sasa tofauti ya mtoto wa kibinadamu na mtoto wa kiroho ipo kwa jinsi ya kila mtoto anavyopevuka. Mtoto wa kibinadamu analishwa na wazazi na anakuwa na ukuaji wa asili. Lakini mtoto mchanga kiroho anakuwa kadri anavyojitahidi kujifunza na kutii kwa makusudi na kutumia neno la Mungu kama dira ya maisha yake. Ukuaji kwa mtoto wa kiroho ni juu yake. Kuna Wakristo ambao ni wabatizwa, lakini tena wamebatizwa muda mrefu, lakini kiroho bado ni watoto wachanga. Hawawezi kuelewa kweli za ndani zaidi za neno la Mungu. Sasa mlo wa Mkristo unapashwa kuwa na nini? Mlo wa Mkristo unapashwa kuwa na neno la Mungu. Kweli zinazofundishwa katika Biblia ni chakula kizuri kwa Wakristo. Petro aliandika kwamba Mungu ametupa kila kitu tunachohitaji kwa maisha kupitia ujuzi wetu tunaokuwa juu yake. Petro anaorodhesha sifa za tabia zinazohitaji kuongezwa kwenye hatua yetu ya mwanzo ya imani ili ukomavu utendeke na kuwa na ukaribisho mwingi katika ufalme wa milele. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 11. Ninyi mnampenda ingawaje hamjamwona, na mnamwamini ingawa hammwoni sasa. Hivyo mnafurahi kwa furaha tukufu isiyoelezeka. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 8.